Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tupungiane mikono hivi. Amen, amen. Basi nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa neema hii na kibali hiki. Lakini pia ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwako wewe pia kujaliwa kuwemo hemani mwake asubuhi hii njema. Lakini pia nimshukuru Baba kwa kunipa kibali hiki cha kuweza kusimama katika madhabahu hii. Mungu akubariki sana Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa Robert Mashiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwenyeji wa Mwanza lakini ninaishi Tabora. Kwa sasa nipo Ruku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasoma pale Ruku. Lakini kwa utambulisho zaidi nina mke, nina watoto 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na nimekuja hapo Ruku kwa ajili ya kujiendeleza kimasomo. Mungu amenijalia na amenipa kazi, ni mtumishi pia wa serikali. Kwa hiyo ni vyema tukafahamiana kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili baadaye usipate maswali ya kujiuliza ni nani huyu? Yukoje? Lakini kwa ufupi angalau hivyo umeweza kutambua. Haleluya. Haleluya. Amina. Basi tuende kwenye neno letu. Naomba tusome kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 na mstari ule wa 13. Mathayo 5:13. Kama kuna mtu amefika hapo anaweza kutusaidia kusoma. Amina. Hapo mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwangu mimi nimetoa kichwa cha somo kinachosema wewe ni chumvi ya ulimwengu. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. Naposema wewe kwa maana na kuzungumzia wewe, ila wewe unaweza ukasema mimi, yani kwa upande wako wewe. Mimi nimesema wewe, ila wewe unaweza ukasema mimi ni chumvi ya ulimwengu. Ujisemee nafsi yako. Ukisema na wewe maana yake tena unajiondoa, unajitoa. Kwa hiyo jitamke wewe, kwa maana kwamba mimi ni chumvi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vyema tuelewe kwamba sisi tupo hapa duniani kwa mpango maalum wa Mungu. Yaani wewe hapo ulipo na mimi hapa nilipo, nipo hapa duniani kwa mpango wa nani? Wa Mungu. Yaani haupo hapa tu kwa kusudi la kwako wewe mwenyewe. Yaani Mungu alikuleta hapa duniani kwa mpango wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuona hapa, tunazungumza kwa habari ya jinsi ambavyo tumesoma katika somo letu hapa au katika mstari wetu wa 13. Anasema ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kufanyaje? Na kukanyagwa. Tuongeze mstari wa kitabu cha Luka 14 na ule mstari wa 34 hadi ule 35. Aliyefika anaweza akatusomea Luka 14, 34, 35. Chumvi ni kitu chema. Chumvi ni kitu chema. Kitu chema. Ndiyo. Lakini chumvi ikiwa imeharibika. Itiwe nini hata ikolee? Itiwe nini hata ikolee? Haifai nchi wala jaa.
haifai nchi wala jaa. Watu huitupa nje. Watu huitupa nje. Mwenye masikio ya kusikilia mwenye masikio ya kusikilia na afanyaje? Asikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia kusema kwamba wewe na mimi tu chumvi ya dunia. Tunaifahamu vizuri chumvi jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumze kwa habari ya chumvi tu hii ya chumvi ambayo tunaitumia tu kwenye matumizi ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Na tunafahamu kazi zake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunafahamu vizuri kabisa kazi zake, si ndio hivyo? Lakini chumvi hiyo hiyo ikiwa imeharibika, kwa mfano chumvi ikiwa ikijazwa labda tuseme uchafu au mchanga, hivi kuna mtu anaweza akaichukua ile chumvi halafu akaanza kuisafisha ili ifae kwa matumizi? Bwana asifiwe sana. Ulishawahi kumwona mtu anaosha chumvi? Kwamba hii chumvi ilichanganywa na mchanga au iliingiliwa na uchafu wowote. Sasa ili niitumie nikaungie mboga au kama ni wali au chakula chochote ambacho tunajua tunaweza tukawekea nini? Chumvi. Unaweza ukachukua ukaweka kwenye maji alafu ukaianza kuiosha ili ifae kwa matumizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chumvi haiwezi kuoshwa. Ikiwa imeharibika inafaa kufanyaje? Kutupwa nje. Na watu wapita wanafanyaje? Wanaikanyaga. Sasa tafakari sasa na ndani ya moyo wako kwamba wewe chumvi ya dunia. Nazungumza na wewe sasa kwamba mimi na wewe tu chumvi ya dunia. Nikiwa nimeharibika sifai kwa nini? Kwa matumizi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani maana yangu ni kwamba yani wewe ukiwa umeharibika hayupo mwingine wa kuja kutengeneza mambo yako, ni wewe tu ndiye uliye na uwezo wa kufanyaje? Wa kuyatengeneza. Hayupo mbadala wako wewe. Haleluya. Haleluya. Naomba nitoe mfano. Tulikuwa naye baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yale yote ambayo aliyafanya baada ya yeye kutoka, yupo ambaye anayafanya kama yeye alivyokuwa anayafanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nataka uelewe kwamba wewe nafasi ulio nayo ndiyo nafasi ya kuyafanya yale ambayo unatakiwa uyafanye ukiwepo hapa duniani. Kwa sababu Mungu amekuleta hapa kwa kusudi maalum. Na lile kusudi unapaswa kufanyaje? Kulitimiza. Usipolitimiza hakuna mwingine ambaye atakuja kufanyaje? Kutimiza kwa sababu yako wewe. Hakuna mbadala. Hakuna atakaye kuja kutimiza kwa sababu wewe uliacha kipengele fulani hujakitimiza. Ila wewe ndiye unayetakiwa kufanyaje? Kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie kazi za chumvi. Kazi za chumvi. Kazi za chumvi. Haleluya. Basi naomba nitumie njia shirikishi kabisa, kwa sababu kama ilivyo mimi ni mwalimu, kwa hiyo kuna muda mwingine tunatumia zile njia shirikishi ili watu wapate kuelewa zaidi. Haleluya. Tumezungumza na mwanzoni hapo nimetoa mfano mzuri tu na nimeelezea kwa habari ya chumvi tu ambao tunaijua. Chumvi na kazi gani? Chumvi na kazi gani? Ukiulizwa kazi ya chumvi. Mama karibu. Chumvi huleta ladha. Amesema huleta ladha. Amen. Baba karibu. Chumvi ni kiungo katika chakula au katika vyakula. Ni kiungo, lakini dhumuni lake ni kuleta nini?
kinapoungwa kinaleta nini? Ladha. Kazi nyingine ya chumvi. Karibu mtumishi wa Mungu. Okay, kwamba tunapotumia chumvi pia ni sehemu mojawapo ya kuongeza madini mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kazi nyingine ya chumvi. Karibu katibu. Amina. Chumvi inafanya kazi ya kutunza vitu visiweze kufanyaje? Kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kazi nyingine? Haleluya. Mbona kazi nzuri ya kushirikisha darasa kwamba chumvi kuna muda mwingine inafanya kazi ya kutibu ikiwekwa kwenye jeraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi pamoja na kazi zingine ambazo tunazijua, lakini twende kwangu mimi sasa, na wewe zingine utaziongezea, lakini tupite katika zile ambazo nimepata kuzibainisha au kuziorodhesha. Kazi ya kwanza mimi nimesema chumvi huleta ladha, kama jinsi alivyosema mwanafunzi wa kwanza kabisa aliyejibu akasema chumvi huleta ladha. Bwana Yesu asifiwe sana. Chumvi huleta nini? Ladha. Chumvi huleta nini? Ladha. Tunafahamu kabisa vipo vyakula ambavyo tunakula bila kutia chumvi bado hakijakamilika kuwa nini? Chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nakumbuka awamu moja niliwahi kumtembelea shangazi yangu, akajitahidi akapika vizuri kabisa wali tena na nyama ya kuku. Na tunafahamu, unajua kuna mboga zingine ukifika ukatengewa huwa ni za busara zaidi, yani ni za kuheshimika zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa mfano kama nyama ya ng'ombe ni nzito kwa mgeni, lakini sio nzito sana ukilinganisha na kuku, hasa yule kuku wa kienyeji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mama wa watu kaandaa vizuri kabisa, kapika vizuri kabisa, vizuri na kaunga vizuri. Sasa kwa sababu mimi nilienda kumuhani, alikuwa amefiwa na mjomba wangu mimi ndo alikuwa amefariki. Sasa wakati naenda pale nikamchukua mjomba mwingine ambaye yuko jirani, akasema sasa twende tukamwone. Tumefika pale, basi ndo kafanya yale maandalizi yote. Baada hapo kaleta chakula, tunaanza kula. Sasa mimi sikutangulia kwa ujumla, ila mjomba ndo alitangulia. Sasa kama ananikaribisha, sasa karibu tuendelee. Lakini alivyoenda kuchovya kwenye mboga hakukuta chumvi hata punje. Unafikiri mboga ile inarika? Bwana Yesu asifiwe sana. Nyama ile yani imepikwa tu kama imechemshwa, haina hata chumvi, inarika? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hairiki, haina ladha. Yani tukiona mtu anakula yani mboga, au tuchukulie mfano hilo nyama ambayo haina chumvi kabisa, unaanza kula tu kwamba basi kwa sababu mimi nina njaa, watu watakuelekea uwalakini kwamba huyu ni mtu sahihi kweli huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunasema chumvi huleta nini? Ladha. Bwana asifiwe sana. Chumvi huleta nini? Ladha. Sasa tusome Mathayo ile 5, twende pale mstari wa 14 mpaka ule wa 16. Tuone ni namna gani wewe uliye chumvi sasa unaleta ladha. 5:14 hadi 16. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika. Mji hauwezi kusitirika
ukiwa juu ya mlima. Ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi. Wala watu hawezi kuwasha taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango. Bali juu ya kiango. Nayo yawangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu. Vivyo hivyo nuru yetu sisi. Na iangaze mbele ya watu. Na iangaze mbele ya watu. Wapate kuyaona matendo yenu mema. Wapate kuyaona matendo yetu mema. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wamtukuze Baba yetu aliyepo wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwamba sisi ni nuru ya wapi? Ya ulimwengu. Sisi ni nuru ya wapi? Ya dunia. Sasa mimi ninapozungumza kwa habari ya mimi na wewe tu chumvi, yani wewe ni chumvi ya dunia hii, mimi na wewe tu chumvi ya dunia hii, tunapaswa kuleta ladha katika dunia hii tunayofanyaje? Tunayoishi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hapa Yesu wakati akiwa ana wanafunzi wake, ukisoma vizuri katika kitabu hiki cha Mathayo, mstari huu hapa kuanzia hii sura ya 5, kutoka katika mstari ule wa kwanza pale, alikuwa anazungumza na wanafunzi wake akiwa kule mlimani. Alianza akielezea baadhi ya mambo. Kwanza akatoa mambo au mambo muhimu ambayo wanatakiwa wayaishi. Huku amezungumza kwa habari ya heri, 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 heri wenye moyo safi, heri. Yani akazungumza habari ya heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baadaye akaja anawaambia wale wanafunzi, sasa amekaa nao, anawaeleza kujitambua wao, akiwa anawafananisha kama nani? Kama chumvi ya nini? Ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani haya anawaeleza ninyi kama ni chumvi, yani watu ambao ni wanafunzi wa Yesu. Mimi na wewe tu wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Au tu wanafunzi wa nani? Wa Mungu, kwa maana ya kwamba tuko ndani mwake, tunajifunza kwake. Yapo mambo ya msingi ambayo tunatakiwa tuonyeshe kama wanafunzi. Tusipoyafuata yale, basi sisi tu wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anawaambia kwamba hapa anaposema kwamba kama wanafunzi ninyi ni nuru. Kama wewe ni chumvi, unatakiwa uwe na ladha. Uwe na ladha wapi sasa? Uwe na ladha kwa jamii inayofanyaje? Inayokuzunguka. Yaani watu ambao wanakuzunguka wewe, unatakiwa ukatie ladha kwa watu waliokata tamaa, kusiwepo na kukata tamaa. Haleluya. 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 Yani palipo na giza wewe ukatie nini? Ukatie nuru. Maana yake ukahubiri habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani palipo na chuki wewe unaenda kutengeneza furaha. Yani kama mtu uliyeokoka, palipo na chuki wewe ukatie nini? Furaha. Tutashindwa kukuelewa kama ni mtu ambaye umeokoka penye chuki na wewe unaenda kujazia tena nini? Chuki. Hivi wewe umeokoka kweli? Tutakuwa na mashaka na wokovu wako. Hapa Biblia inazungumza kuwa ya kwamba mtu hawezi kuwasha taa akaweka chini ya nini? Ya pishi, bali juu ya nini? Ya kiango. Mambo nielewe. Zamani tukizungumza kwa habari ya kuwasha taa, sasa hivi bora hizi taa zinazomulika juu moja kwa moja. Wale watu wa zamani, mtakubaliana nami, tulikuwa na vibatari. Vilikuwepo vile vibatari. Vile vibatari huwezi ukakiwasha alafu ukakificha. Haleluya. 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 Kile kibatari huwezi ukakiwasha alafu ukafanyaje? Ukakificha. Ni lazima utafute. Biblia imetumia inawekwa juu ya kiango. Kiango tunaweza tukasema labda kwa leo tunaweza tukatumia kama meza au sehemu yoyote iliyotengenezwa kwa ajili ya wote waliomo mule ndani waweze kuona. Na zamani watu walivyokuwa wakijenga nyumba, wale watu wa zamani mtanisaidia, kama ni seblani walikuwa naweka sehemu
yani kanatengenezwa kasehemu maalum ili taa ikiwashwa iwekwe pale juu, wale wote waliomo mle ndani wapate kupata nini? Ule mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo ni kwamba ile nuru wote tuipate tuliomo wapi? Ndani. Sasa leo mtu anatangaza wokovu, lakini wokovu wake ni wa kujificha ficha. Matendo yake hayawezi kudhihirika kwa umati wa watu. Yani mtu hupaswi, yani wewe mimi ni kama nimeokoka, hawezi kuanza kutafuta matendo yangu. Ni lazima tu yajidhihirishe. Kwa sababu mimi nimeokoka. Haleluya. Haleluya. Hivi wewe watu, yani kuna mtu mwingine hata kama ukimfuata tu ile Bwana Yesu asiwe tu kumsalimia hivi, yani mpaka angalie mara 2 mara 3 ndo aitikie amina. Sasa Bwana Yesu asiwe ni salamu ambayo ni nzuri sana. Sisi tuliookoka ni lazima uitamke kwa ujasiri. Kwa sababu gani? Bwana Yesu afanyaje? Asifiwe. Asifiwe kwa yapi? Yale yaliyomo ndani ambayo Yesu amefanyaje? Amekutendea. Kwa hiyo ndio unapolikiri tu jina la Bwana Yesu, maana yake unaitangaza nuru, yani matendo yako yanaanza kudhihirika pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani mimi huwa naumia sana. Yani mtu unakutana naye lakini anajificha, yani kujulikana kuwa ameokoka eti nayo ni shida. Sasa unakujaga kanisani kufanyaje? Sasa si uondoke tu, tujue kabisa wewe ni mpagani. Haleluya. Haleluya. Sijui naumiaga kama ninavyoumiaga mimi. Yani mtu tu, yani bado yumo ndani lakini anajificha ficha. Anasema mstari ule wa 16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kufanyaje? Kuyaona matendo yetu. Biblia imesema yenu, lakini mimi nasema yetu. Yani nuru na iangaze ndani mwetu. Maana yake nuru tunayoizungumzia ni yale matendo yetu yasiwe ya kujificha ficha. Yani mtu mwingine anakuwepo mwema akiwa hapa kanisani, akishatoka hapa kanisani kule hatambuliki kama ni mtu ambaye amefanyaje? Ameokoka. Ndio maana hata marafiki zake wakiona naye anasema, hivi kumbe na wewe umeokoka? Yani unaishi na watu, hata watu unaoishi nao hawajui kuwa wewe umeokoka. Nuru inaangaza. Yule mtu utamhubiria habari ya wokovu, utamweleza habari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya kuja kuihubiri nini? Injili. Jukumu moja wapo la mimi na wewe tuliyeokoka ni kuhubiri nini? Injili. Ni kwa namna gani sasa? Ni kwanza tu matendo yako, maisha yako unayoishi ni mahubiri tosha. Yani kama una matendo mabaya, hayo ndo mahubiri yako. Kama ni matendo mazuri, hayo ndio mahubiri yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tutafute kazi nyingine ya chumvi. Nimesema huleta ladha. Kalete ladha basi kwa watu wanaokuzunguka. Kalete ladha kwenye jamii. Yani maana yake matendo yako yawe mazuri. Kuna watu wamekata tamaa kule, wewe ndio ukawatengeneze. Wewe ndio ukawaimarishe. Kuna watu wanaishi kwa kuchukizana, yani hawapendani. Wewe ndio ukalete suruhu, kwa sababu wewe unamjua Yesu. Yesu wetu si Yesu wa machukizo. Yesu wetu ni Yesu wa amani. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Kalete upendo kwa watu wanaokuzunguka. Kuna watu wamekata tamaa, wewe nenda ukawahubirie wasikate nini? Tamaa. Kwa sababu tunaamini Mungu wetu yeye hujibu kwa wakati wake. Kalete watu. Ndio tunasema ladha. Ndio tunaitaka ile ladha. Hiyo ndio ladha tunayoitamani tuione. Kazi ya pili ya chumvi. Chumvi huhifadhi. Chumvi huhifadhi au hutunza. Katibu wangu hapa alisema kwamba kazi ya chumvi huhifadhi au hutunza. Chumvi inaweza kutunza. Hapo zamani
katika sehemu hii, kabla ya majokofu hayajaja au sayansi na teknolojia haijakuwa, wakaleta, kulikuwepo na namna ambavyo watu walikuwa wanatumia chumvi. Majokofu yalivyokuja, ndo hata matumizi ya chumvi katika kuhifadhi yakapungua. Friji hizi, ujio wa friji huu umepunguza matumizi ya chumvi katika kuhifadhi. Bwana asifiwe sana. Lakini niliona kwa namna fulani, wakati nikiwa Mtwara, tulikuwa tunatumia samaki wale wa chumvi, wanaita samaki wale wa chumvi. Wale samaki wamewekewa chumvi nyingi sana. Ile chumvi, wanapowekewa chumvi nyingi sana, lengo ni kwamba wasifanye nini? Wasiharibike. Huwezi ukampika hivyo hivyo, ni lazima utumie namna ya kupunguza ile chumvi aliyowekewa, kwa sababu amewekewa chumvi ili ipate kufanyaje? Kutunzika kwa muda mrefu. Acha leo tunapata samaki labda anatolewa Mwanza, wanakuja na weka kwenye jokofu, wanakaa wameganda kabisa ili wakae kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zamani walikuwa wanatunza hata nyama, wanaitia chumvi nyingi kabisa ili iweze kukaa kwa muda mrefu. Wale watu wa zamani mtakuwa mnakubaliana nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kazi ya nini? Ya chumvi. Sasa na wewe kama chumvi na mimi kama chumvi, tunayo kazi ya kuhifadhi. Bwana asifiwe sana. Tunayo kazi ya kufanyaje? Ya kuhifadhi. Ila sisi hatuhifadhi samaki, wala hatuhifadhi mboga wala nyama. Naomba tupitie kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 18 nao mstari wa 16 mpaka 32. Tutasoma, tutaenda kidogo hapo, tunaweza tusimalize sehemu zote, lakini Mwanzo 18:16 na kuendelea, ila tutafika mpaka 32 kwa wewe unayeandika. Kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji. Utaharibu wala hutauacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo, ukamue mwenye haki pamoja na mwovu. Mwenye haki awe kama mwovu? Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki? Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapungua 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, sinta uharibu. Nikiona humo 45. Akazidi tena kusema naye akinena, huenda wakaonekana humo 40. Akasema, sintafanya kwa ajili ya hao 40. Amina. Naomba uishie tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaliona neno la Mungu hapa, Mungu akiwa anazungumza na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ametembelewa Ibrahimu katika nyumba yake, Yesu alipata kufanya jambo
ukisoma huko mwanzoni hapo utaona, lakini sisi tumeanzia katika mstari ule wa 16 anaposema kisha watu hao wakaondoka. Sasa wale walioondoka ni wakina nani? Huko mwanzoni ukisoma utaona, kwa maana alitembelewa na watu watatu katika nyumba yake Ibrahimu. Alitoa vitu vizuri, kwa maana kama ni huduma ilitolewa. Baada ya huduma kutolewa ulifanyika, yani kama ni ahadi ilitolewa kwa Ibrahim kwamba kuna jambo litafanyika katika nyumba yake. Wakati anazungumza kwa habari ya kuonesha kwamba atatimiza kwamba Sara atapata kufanyaje? Kuzaa. Lakini ukisoma huku nyuma kwamba Sara anakataa, yani alicheka, kwa maana kwamba mimi nitawezaje kuzaa wakati mimi ni mzee sasa, na bwana wangu ni nani? Ni mzee naye, itawezekanaje? Lakini hayo yalikuwa, Sara ilikuwa kama ni moyoni sana, lakini Yesu alijua kwamba Sara kule amecheka. Sema mbona Sara anacheka? Sema sijacheka. Sema umecheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu tayari ahadi ile imeshatolewa, basi baada ya kuwa ametimiza hayo yote, Biblia inatuambia wakaondoka. Wakati wanaondoka, Ibrahim akawasindikiza kama ilivyo desturi. Hata sisi pia tunafanya hiyo desturi. Watu wakiwa wamekutembelea nyumbani kwako, hauwezi kuaga wakaaga alafu wewe ukabaki umekaa tu. Kwa kawaida sana wanapokuwa wanaondoka, huwa tuna kawaida ile ya kufanyaje? Ya kusindikiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ibrahimu akawa anawasindikiza. Lakini Yesu anasema wakati akiwa anamsindikiza, anajiuliza moyoni mwake kwamba sijui nimwambie Ibrahim au niache. Lakini jibu lililomjia ni kwamba ni vyema nikamwambia, kwa sababu huyu ndiye mteule ambaye sasa nimemchagua kwa ajili ya yeye. Mataifa yote yatafanyaje? Yatajibarikia, yani watabarikiwa kupitia katika huyu mtumishi wa Mungu nani? Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini habari iliyokuwa ikizungumzwa hapa ni kwa habari ya Sodoma na nini? Na Gomora, kwamba yapo mambo yasiyompendeza Mungu kama mji wa Sodoma na Gomora yamefanyaje? Yametendeka. Yesu anasema sasa nitashuka nikaone hivi haya yanayosemwa ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati anazungumza hayo, lakini hasira ya Bwana ilikuwa ni kwenda kuteketeza mji wa Sodoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu alikizungumza baba hapa wakati amesimama, akasema Roho wa Mungu hapa ameunganisha channel hapa. Sijui kama umekikumbuka. Yani nilikuwa nimekaa pale akakisema, nikasema we Bwana, we Mungu wewe. Haleluya. Haleluya. Nikasema mbona kama sikuwasiliana naye kwamba hiki kitu nitakisema, kwamba nimekiandaa. Akasema hii ndio channel ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio channel ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo Ibrahimu wakiwa katika mazungumzo, anamwambia sawa, unataka kushuka ukafanye nini? Ukafanye unavyotaka. Kwa maana ya kwamba kama ni mji wa Sodoma sasa umefanya yasiyokupendeza. Kwa hiyo lengo ni kwenda kufanyaje? Kuteketeza mji wa Sodoma kutokana na yale yaliyofanyika katika ule mji. Ibrahimu akaanza kuhoji. Na ukienda katika mstari ule wa 22, Ibrahimu kuna kitu kinazungumza pale, tukisome kidogo. Mstari wa 22 anasema hivi, basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Wale watu wakatoka huko wakaelekea wapi? Sodoma. Lakini hako kaneno ndio nataka hapo kuanzia pale, anasema hivi, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za nani? Mbele za nani? Mbele za Bwana. Ibrahimu akali akisimama mbele za nani? Za Bwana. Haleluya. 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 Yani hapa ndo tunataka tuchukulie pointi yetu. Ibrahimu akali akisimama mbele za nani? Za Bwana.
Sasa mimi na wewe tu Ibrahim. Sasa hapa ndo tutajiuliza, na hapa kuna vitu ambavyo vimetoka kusemwa sana na viongozi wetu hapa kwa habari ya kitu kinachoitwa nini? Maombi. Haleluya, haleluya. Kwa sababu anaposema akali akisimama mbele za Bwana, sio kwamba alikuwa anaenda tu anasimama hivi. Maana yake alikuwa anafanyaje? Anaomba. Hapa watumishi wa Mungu wanatusisitiza sana. Acha niseme tu, ndio maana hata mimi binafsi, hata maombi yalivyotangazwa, nilisema siachii hata punje. Haleluya, siachii hata nini? Punje. Ni mwanzo mwisho. Haleluya. Kwa sababu kwenye maombi ndiko kuna nini? Kuna nguvu. Nitaipata wapi nguvu kama sisimami mbele za Bwana? Ibrahimu alikuwa akisimama mbele za Bwana. Yaani ndicho ninachokifanya mimi. Ndicho ambacho hata mimi mwenyewe nilisema kwenye maombi, siachii hata punje, siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa hiyo hata wewe mtumishi wa Mungu umeambiwa tusimame mbele za Mungu. Amen, amen. Ibrahimu akali akisimama mbele za Bwana, maana yake alikuwa akiomba kwa habari ya mji wa Sodoma na nini? Na Gomora. Kwa hiyo wakiwa katika mazungumzo, Ibrahimu anaendelea kumuuliza Bwana, lakini Bwana umekusudia kwenda kuteketeza mji wa Sodoma na nini? Na Gomora. Ndiyo yale maswali yakaanza sasa. Ibrahimu anamuuliza Mungu kwamba je, katika ule mji wa Sodoma wakiwepo watu 50 ambao ni watu wamesimama vizuri kabisa, je, utateketeza? Bwana akasema sitateketeza kwa sababu ya hao wangapi? 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuuliza, pengine wanaweza wakapungua wangapi? 5. Je, utateketeza? Akasema hapana, sitateketeza kwa sababu ya hao 40 na ngapi? Na 5. Akasema hapana, pengine wanaweza wakapungua tena 5 wakabaki 40 tu. Utateketeza kwa sababu ya hao 40 waliobaki labda wamepungua sana? Akasema hapana, kwa sababu ya hao 40 sitafanyaje? Sitateketeza. Akasema Ibrahim, Mungu samahani nisije nikakuchosha, lakini nataka kuelewa, wanaweza wakapungua wangapi? 10 wakabaki wangapi? 30. Utateketeza? Akasema hapana, kwa sababu ya hao 30 sitafanyaje? Sitateketeza. Akasema hapana, pengine wanaweza wakapungua 10 wakabaki wangapi tu? 20. Utateketeza katika mji huo wa Sodoma? Akasema Mungu hapana, kwa sababu ya hao wangapi? 20 waliobaki sitateketeza. Akasema tena Ibrahimu, samahani nisije nikakutia hasira, pengine wanaweza wakapungua tena 10 wakabaki wangapi tu? 10. Je, utateketeza kwa sababu ya hao 10 tu waliobaki? Labda pengine ni wachache. Akasema napo hapana, sitateketeza kwa sababu ya hao wangapi? 10 waliobaki. Naomba nikwambie mwana wa Mungu, pengine hujaelewa kwa sababu gani nazungumza. Simama kwenye zamu yako, kwa sababu maombi yako unayoomba ni Mungu anafanyaje? Anayasikia. Kwenye familia yako ukisimama wewe, Mungu hawezi kuiadhibu familia yako. Kwenye taifa lako wewe ukisimama, Mungu hawezi kuadhibu taifa lako. Kwenye wilaya yako ukisimama, Mungu hawezi kuadhibu wilaya yako. Kwenye ukoo wenu ukisimama, Mungu hawezi kuadhibu ukoo wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yapo mambo yanayotendeka pengine hata kwenye familia yako yanayomchukiza Mungu kabisa. Ninaamini mimi mwenyewe niliyesimama mbele za Mungu hapa, si wote walioko kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, si wote wameokoka. Wapo wanaofanya matambiko ya ajabu, lakini pengine kupitia mimi Mungu anashindwa kushusha hasira yake. Hata wewe ukisimama vizuri kwenye familia yenu, Mungu hawezi kushusha hasira yake. Hivyo hata wewe simama kwa ajili ya familia yako, simama kwa ajili ya ukoo wenu, simama kwa ajili ya kanisa lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya chumvi kutunza.
tunza familia yako, tunza taifa lako. Maombi haya ambayo tumekuwa tukiombea, tumeomba kwa sehemu nyingi, tumeombea taifa, tumeombea mahakama, tumeombea vitu vingi kabisa. Maombi haya Mungu anafanyaje? Anasikia. Yapo mambo mengi mabaya yanayotendeka hata kwenye taifa letu hili, lakini Mungu anashindwa kushusha hasira yake, kwa sababu wapo watakatifu wanaosimama kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya taifa. Sasa kama wewe hau miongoni wa watu wanaosimama, sasa tukuweka kwenye kundi gani? Hauhifadhi nchi yako, hauhifadhi taifa lako, hauhifadhi hata familia yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwenye zamu yako mpendwa. Ibrahimu alisimama. Ibrahimu alisimama. Sasa wewe ndiye chumvi. Tunza taifa lako, tunza wilaya yako, tunza mkoa wako, tunza familia yako, tunza hata mtaa unaoishi. Kwa sababu ukiwa kwenye maombi, unapoomba hata kwenye mtaa wenu tu, kuna nguvu, kuna baraka sana. Hata maovu yanaweza asitendeke. Kuna mitaa mingine kwenda kuishi watu wengine wanaogopa. Kwa sababu gani? Kuna wachawi. Ukienda wewe usiogope wachawi. We kazi yako ni kutunza watu walioko pale. Sijui unanielewa mwana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope wachawi. Nakumbuka sehemu yangu ya kwanza kwenda kuishi, wakati ndo nimeanza kazi, nimeenda hizi nyumba za kupanga hizi. Nimefika pale, kumbe yule mama bwana ni mchawi. Nimeanza kusali, hata wenzangu wapendwa wenzangu wakana niambia tafuta nyumba nyingine, hapo sio mahali pa kukaa. Nikauliza kwa nini? Yule mama sio mtu mzuri. Sio mtu mzuri kivipi? Wakaanza kunieleza kuwa ni mchawi. Nikamwambia hapana, mimi naishi hapa. Kwani mchawi ndo nimkimbie mimi? Si mchawi anatakiwa nikimbie yeye? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi mimi nianze kukimbia mchawi? Mchawi anatakiwa nikimbie yeye. Mimi, yani mimi, mchawi ndo akimbie yeye, sio mimi nimkimbie mchawi. Haleluya. Haleluya. Ule uchawi ni roho. Sasa roho inakimbiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikimbie mchawi bwana. Atakuletea vitisho na vitisho, lakini wewe usimkimbie. Simama kwenye zamu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Simama kwenye zamu yako. Kazi ya chumvi, mimi kazi yangu ni kuhifadhi, ni kumlilia Bwana, ni kumwita Bwana. Lazima maeneo ninayoishi yote yakae vizuri, kwa sababu yuko mtakatifu pale. Nakwambia kivumbi kilitibuka pale. Kivumbi kilitibuka. Yani hapo ndo niliona ukuu wa Mungu. Nikwambia kabisa, hata tunapokuwa tunafanya maombi yetu, tunamwambia Mungu, shusha moto, piga kwa moto, teketeza kwa moto, moto na shusha, moto na shusha. Nakwambia baada ya siku kadhaa, niliona pale mbele kwenye mlango wa kuingilia hivi. Sulishawahi kuchoma sehemu kama ni takataka au takataka nyingi kabisa, huwa kuna yani ile ardhi iliyoko pale inaonyesha mithili ya kwamba imechomwa, inaanza kuwa tifutifu kiasi fulani Mshe kuona ile hali Ndio kilichotokea sasa. Baada ya muda fulani kilikuja kutokea chungu. Kile chungu kilitokea chungu kimefunikwa hivi. Unanielewa mwana wa Mungu? Kilitokea chungu kimefunikwa kwa hivi. Yule mama alikasirika sana. Alikasirika sana. Sasa baada ya kutokea hivyo, mimi nikaanza kuwa namshukuru Mungu. Asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu mwema sana. Yaani nikikiona tunasema asante Mungu. Kazi inaendelea mpaka kitoke chenyewe. Sikitoi mimi. Sasa akawa anasubiri mimi nikiwa nimeondoka nimeenda kazini. Anamwambia mke wangu kwamba fukia hapo. Nikawa sielewi. Wakina mama msiwe mnatii tu mambo. Alivyoniambia mimi nikamwambia sio kazi yako. Wewe ulijua kilikuwepo? Sikujua. Sasa kwa nini unafanya kazi hiyo? Usimsaidie.
mwache yeye mwenyewe, kitaeleweka. Usifanye hiyo kazi. Haleluya, haleluya. Ombea mtaa wako, ombea eneo unaloishi. Haleluya. Ndiyo kazi ya chumvi, ni kuhifadhi. Wewe nenda ukaombe kwa ajili ya mtaa unaoishi. Omba kwa ajili ya eneo unalofanyaje, unaloishi. Usipate kukimbia kimbia. Naomba tuende kazi ya tatu ya chumvi. Chumvi huharibu. Kazi ya chumvi ya tatu. Chumvi hufanya kazi ya kuharibu. Kuharibu. Huharibu. Chumvi huharibu. Chumvi inaweza kufanya kazi ya uharibifu mkubwa. Kwa mfano, kama umepika mboga zako, umepika vizuri kabisa, au chakula chochote ambacho kinawekewa chumvi, ukiweka chumvi ya kupitiliza, kile chakula kinakuwa kimefanyaje? Kimeharibika. Kuna mwingine anaweza asiguse kabisa, yaani kama alikuwa na njaa anaweza akashiba akasema hiki chakula kifai kwa kuliwa tena, kwa sababu chumvi imefanya kazi yake ya kufanyaje? Ya kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si hivyo tu, chumvi inaweza kuharibu. Mfano, kuna hivi visima vile vya kuchimba kwa chini. Ukitaka kuharibu kile kisima, zile chemichemi zisiendelee kutoa maji, ukichukua chumvi nyingi kabisa ukaimwaga mle, yaani pale hutarajii kuwa na kisima tena. Vile visima vya chini huku, nafikiri sijajua kama vipo, lakini kutokana na milima pengine havipo, lakini kwa Tabora vipo vingi sana. Vingi sana, kwa sababu wanategemea visima vile vya chini vya kuchota kwa chini, wanachimba kwenda chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukichukua chumvi ile ukaitia kwenye kile kisima kinafanyaje? Kinaharibika. Hiyo ni kazi ya chumvi. Kazi ya chumvi ni kufanyaje? Kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatoa mfano ule wa kawaida sana kwenye matumizi yetu, lakini tuangalie sasa, wewe kama chumvi, wewe kama chumvi unayo kazi kubwa ya kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayo kazi kubwa ya kufanyaje? Ya kuharibu. Wewe kama chumvi unayo kazi kubwa ya kuharibu kazi zote za adui hapa duniani. Kazi zote za adui hapa duniani unayo kazi ya kufanyaje? Ya kuharibu. Hatujengi na wala hatuna urafiki na kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yetu ni kuharibu kazi zote za shetani. Mimi kama chumvi, kazi yangu ni kuharibu kazi zote za adui. Malengo yote ya adui, mimi ni kuharibu tu. Siwezi kumsifia shetani, mimi ni kuharibu tu. Yeremia 1:10. Yeremia 1:10. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza vizuri. Yeremia mtumishi wa Mungu, yani ukianza kusoma kule mwanzoni, Yeremia alikuwa anajitetea ni mtoto mdogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajitetea kuwa yeye ni mtoto mdogo sana, hawezi lolote, hawezi kufanya. Lakini Mungu anamwambia kwamba mimi nalikujua tangu ukiwa katika tumbo la nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, Mungu alikujua tangu ukiwa katika tumbo la mama. Yaani Mungu alikufahamu kabisa. Ndio maana hata juzi wakati tunaombea maombi ya watoto,
mtumishi wa Mungu alisisitiza kabisa kwamba yaani mtoto unatakiwa uanze kumnenea mambo mema tangu akiwa wapi? Tumboni. Kwa sababu anafanyaje? Anasikia. Ukifanya kumchukia mtoto akiwepo tumboni kwa sababu tu mimba pengine haukuitarajia, ni kosa kubwa. Mtoto utakayemzaa atakuwa ni mtoto aliyechukiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hapa Mungu anasema kabisa, anamwambia Yeremia kwamba mimi nalikujua tangu ukiwa katika tumbo la mama yako. Kwa hiyo mimi na wewe Mungu alitujua tangu tukiwa katika matumbo ya mama zetu. Ndiyo maana hata kule mwanzo nimesema kuwa ya kwamba wewe na mimi tuliletwa hapa duniani kwa dhumuni maalum au kwa makusudi maalum. Mpango ambao Mungu alidhamiria kunileta mimi hapa duniani sio sawa na mpango wako. Kazi unazoweza kuzitenda hapa wewe duniani sio sawa na zile nitakazozitenda mimi. Ndiyo maana hata sura tu hatufanani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara watu watasema wanafanana lakini sio yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hata kazi yangu ninayoifanya hapa duniani, dhumuni la Mungu kunileta hapa duniani sio sawa na dhumuni ambalo wewe Mungu amekuitia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata kwenye kanisa wapo watu kuna kazi tofauti tofauti. Wote hatuwezi tukawa wachungaji, wote hatuwezi tukawa mashemasi, wote hatuwezi tukawa wazee wa kanisa, wote hatuwezi tukawa waumini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhumuni la Mungu. Sasa Yeremia anajitetea kwa Mungu kwamba mimi ni mtoto mdogo, lakini Mungu anamwambia kwamba mimi nalikujua tangu ukiwa katika tumbo la nani? La mama yako. Lakini nimekuweka hapa duniani kwa sababu moja kubwa ambayo ni pamoja na hii ifuatayo. Kubwa kabisa akasema ni kufanyaje? Ni kuharibu. Hapa nimezungumzia kuharibu, sawa? Lakini hapa ameanza kusema kung'oa. Kwa sababu wewe unapofanya kazi ya Mungu, shetani asikupe shida yoyote. Wewe kazi yako ni kufanyaje? Ni kung'oa. Lakini unapong'oa lengo lako ni kufanyaje? Ni kuharibu. Haleluya. Haleluya. Kwa nini ni kung'oa? Unapoenda hata kwenye makazi yoyote au sehemu yoyote, unapofika ile sehemu kuna vitu vilivyowekwa. Hivi je, kuona hata watu wanapojenga tu nyumba wanafanya zindiko kwanza, na zindiko lile linafanyika kuanzia msingi unavyojengwa. Sisi tuko kwenye maombi, tunataka kujenga, yaani maana yake tunapanda kitu ili kipate kufanyaje? Kufanyika kutoka mwanzo. Ninapoplani tu kwamba nataka kujenga, ninaanza kumwambia nani? Kumwambia Mungu. Kwa maana ninatengeneza kuanzia wapi? Kuanzia chini. Mwingine hajanielewa. Yaani watu ambao hawajaokoka, anapotaka tu kujenga, mwingine huwa anazindika. Ndio maana nimekwambia mimi nilikuta chungu kipo chini pale, kimejengwa, kimefunikwa pale. Maana yake ni nini? Hilo unatakiwa sasa wewe ufanyaje? Uling'oe. Ndio maana Yeremia anaambiwa kwamba nimekuweka juu ya mataifa yote na juu ya farume kwa ajili ya kufanyaje? Kung'oa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Una kazi ya kung'oa. Una kazi ya kufanyaje? Ya kung'oa. Haleluya. 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 Una kazi ya kufanyaje, mtumishi wa Mungu? Kung'oa. We kama chumvi, kazi yako ni kufanyaje? Kung'oa. Lakini ukishang'oa unabomoa. Yaani kile kitu ukishaking'oa, unajua kuna kung'oa alafu kakiacha kama jinsi kilivyo. Tuchukulie mfano, unaenda kung'oa muhogo. Ukishang'oa muhogo, ukiuacha hivyo hivyo bado hujafanya kazi. Amen. Amen. Kwa hiyo kinachofuata kingine ni kufanyaje? Ni kubomoa, yaani utoe uhalisia wake sasa jinsi ulivyo. Hiyo ndio kazi ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi yako ni hiyo, kung'oa, kubomoa, lakini kuharibu. Sasa sisi tunazungumzia hapa kuharibu, yaani ni kutengeneza au kuonyesha adhabu ya Mungu. Yaani kama ni shetani, umeng'oa pando lake,
umebomoa, umeharibu, yaani unampa adhabu ya kimungu. Kwa mfano, kama ni vitu amevizindika, ndio maana nimesema hupaswi kumkimbia shetani, hupaswi kumkimbia mchawi, kwa sababu wewe kazi yako ni kufanyaje? Ni kung'oa. Kama kuna vitu vimepandwa, kama kuna vitu vimewekwa, wewe kazi yako ni kwenda kuving'oa. Ng'oa kabisa. Unapofika sehemu, kila kilichowekwa na ng'oa kwa jina la Yesu, na ng'oa kabisa, na haribu, na bomoa kabisa, kuta zote na bomoa. Kazi ile unapobomoa katika ulimwengu wa roho inafanyaje? Inafanyika. Ila wewe udhamirie tu kutoka ndani ya moyo wako, yani kwamba mimi nafanyaje? Na ng'oa kabisa. Ndio maana watu wa Mungu unapokuwa naomba, using'oe huku umekaa. Kuna muda mwingine, ndio maana kuna maombi yale unaomba huku unatembea, maana yake unaweka utawala wa lile eneo kwamba ninang'oa kila kilichowekwa na king'oa na kibomoa, naomba haribu kabisa, na haribu kabisa. Yeremia anaambia kabisa, naangamiza. Maana yake kile kitu kisije kikawepo tena, natoesha kabisa, natoesha kabisa, na bomoa, na haribu, naangamiza, nateketeza. Baadaye sasa Yeremia anaambia hivi, ili kujenga na kufanyaje? Na kupanda. Maana yake unaanza kujenga kitu cha kwako. Sasa naanza kujenga kitu cha kwangu, naita uwepo wa Mungu mahali hapa, utawale uwepo wa Mungu mahali hapa. Ndiyo kazi ya wewe chumvi. Wewe ni kutengeneza. Sasa unatengeneza, si umeshang'oa? Sasa uking'oa ukaacha hivyo, maana yake unakaribisha tena yaje. Na maana Yeremia akaambia kwamba ili kujenga na kufanyaje? Na kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ili kujenga na kufanyaje? Na kupanda. Ili upande kitu kilicho chema, ili upande kwa manufaa yako wewe, ili upande kwa matumizi yako wewe, ili upande kwa lengo lako ulilokusudia. Kwa sababu unapong'oa unatarajia nini? Unaanza kumwambia Mungu sasa, Mungu, mimi nataka hivi, nataka nikuone hivi. Ni kama ni magonjwa, unang'oa magonjwa, unateketeza magonjwa. Baada ya hapo unaanza kuita nini? Uzima. Kwamba Mungu, nahitaji uzima sasa, nahitaji uzima sasa, nahitaji kubarikiwa sasa, nahitaji kubarikiwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia 51 mstari wa 20, tumalizie huo mstari. Yeremia 51 mstari wa 20. Katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana, uovu wa Israeli utatafutwa, wala uovu hapana, na dhambi za Yuda zitatafutwa. Wewe umbu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitawavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitamvunja farasi na yeye ampandaye, na kwa wewe nitalivunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake, na kwa wewe nitavunja mwanamume na mwanamke. Ishi hapo hapo, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame sasa. Tusimame. Mungu anazungumza kuwa ya kwamba kwa wewe, kwa maana ya kwamba mimi na wewe, Mungu anataka kututumia kuvunja kila kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu. Liwe gari la farasi na yeye aliyemo ndani mwake, na chochote kile kitakachojiinua. Wewe kama chumvi, kazi yako ni kuharibu, kazi yako ni kuvunja. Unapovunja, maana yake kisiwepo kitu cha kubaki tena. Unateketeza kabisa uwepo wake na uhalisia wake.
ili kutengeneza kile unachokihitaji. Kwa hiyo ni maamuzi yangu kati ya mimi na wewe sasa kuamua tuishi katika maisha ya namna gani. Lakini leo Mungu anazungumza na sisi kwamba ametupa mamlaka ya kuvunja kila hila, kila mipango za yule nani? Za yule adui. Jitambue mwana wa Mungu. Kila mmoja tusimame kwenye zamu zetu. Kila mmoja asimame kwenye zamu yake, kwa sababu mamlaka haya tumepewa. Anasema kwa mimi nitavunja, kwa mimi nitateketeza kila kinachoweza kujiinua. Kwa hiyo kwa wewe sasa, kila mmoja akisimama kwenye zamu yake kwamba wewe vunja kila kinachoweza kujiinua katika wakati wako. Katika kila jambo unalotaka kulifanya, haukwamishwi na kitu chochote, kwa sababu umepewa mamlaka. Wewe kama chumvi, jitambue. Tumezungumza habari ya chumvi kama ladha. Ninatamani kuona kama Wakristo tuliokoka tuwe ladha kwa watu wanaotuzunguka. Tulete matumaini kwa watu waliokata tamaa. Tusiwe watu wa kuleta chuki, tuwe watu wa kuleta amani. Maana sisi ni chumvi nzuri, sisi ni ladha. Hata kwenye mafarakano, wewe ndio ukalete amani. Uitwe kwa ajili ya kutengeneza suluhu kama mtu uliyeokoka. Lakini wewe kama mtu uliyeokoka, kazi yako ni kuhifadhi, ni kutunza. Tunza jamii inayokuzunguka, tunza familia yako. Nenda mbele za Bwana. Ibrahimu alikuwa akisimama. Mimi na wewe tusimame kwenye zamu zetu kwa ajili ya kutunza taifa letu, kwa ajili ya kutunza watoto wetu, kwa ajili ya kutunza kanisa letu. Kila mmoja tusimame kwenye zamu zetu. Mungu ametupa hii nafasi. Mungu ametupa haya mamlaka. Mungu ametuambia sisi tunao uwezo wa kuharibu, tunao uwezo wa kung'oa, tunao uwezo wa kubomoa, tunao uwezo wa kuangamiza na kuteketeza kabisa chochote kinachojiinua kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunao uwezo wa kubomoa. Mwana wa Mungu, tafakari kwa undani. Kama chumvi, unafanya ilivyo vyema? Kama chumvi, unatekeleza hizi kazi? Au shetani anakuogopesha mithili ya kwamba unashindwa kumharibu, unaanza kumkimbia? Neno la leo, Mungu ametukumbusha na kutuambia majukumu yetu kwamba sisi kama chumvi tunao wajibu huu. Hatupaswi kuogopa. Tunapaswa kuteketeza, tunapaswa kuangamiza, tunapaswa kuharibu, lakini kwa lengo la kujenga na kupanda. Tafakari vizuri. Ukiwa umefumba macho yako, utafakari vizuri kwa undani. Ni kwa namna gani wewe kama chumvi iliyo njema? Kama si chumvi iliyo njema, haufai kabisa, bali kutupwa nje na kukanyagwa huko. Kama hutafanya ilivyo vyema, basi hufai. Kama sitafanya ilivyo vyema kama chumvi, sifai, bali ninafaa kutupwa. Sasa jiulize, mwana wa Mungu, je, unafaa kutupwa? Haufai kwa matumizi ya kimungu. Ni wakati ambao utafakari na ukamwambie Mungu kwamba unafaa kwa ajili ya matumizi ya Mungu, kwa sababu unayo majukumu ya kuleta radha katika dunia hii. Unayo majukumu ya kuleta manukato mazuri, ya kuondoa chuki, ya kuwafanya waliokata tamaa sasa waimarike, lakini ya kuhifadhi familia yako na jamii inayokuzunguka na taifa lako, lakini pia ya kuharibu kabisa kwa lengo la kujenga na kupanda. Tafakari vizuri, mwana wa Mungu. Wewe ni Mungu, haubadiliki kamwe.
Wewe ni Bwana uliyeumba mbingu na nchi. Hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa bali ni wewe tu Bwana. Tafakari mwana wa Mungu, ni kwa jinsi gani unatekeleza majukumu yako kama chumvi iliyo njema. Asante Yesu. Naomba utumie dakika chache kumwambia Mungu ni kwa jinsi gani utafanya kazi zako kama chumvi iliyo njema. Twende mbele za Bwana. Wewe ni Mungu, unastahili kutukuzwa na kuabudiwa. Asante kwa neno lako hili lililo jema kabisa, linafaa na linalopendeza kabisa machoni pako Kristo. Asante Yesu kwa kutukumbusha kwa habari ya kutumika vyema na kuleta radha kwa jamii inayotuzunguka. Yesu, tuimarishe, tutende yaliyo mema. Asante Yesu, umetupa kazi ya kuhifadhi jamii na taifa letu kwa upendo wako na nguvu zako. Yesu, umetukumbusha kwa habari ya kuharibu na kuteketeza, kuangamiza kabisa kazi zote za shetani. Hivyo shetani anayejidhihirisha katika kanisa na katika majamii na watu wote wanaotuzunguka, tunayo kila sababu ya kuharibu na kuangamiza, kubomoa na kuvunja kabisa kila utawala wa yule mwovu ibilisi shetani. Unastahili Bwana. Yesu, tenda jambo jema katikati yetu.